Kwa jina naitwa Obedi Mwasile, ni mkufunzi kutoka ADEM. ADEM ni taasisi ya kiserikali ambayo inajihusisha na mafunzo ya uongozi katika elimu. Asante. Labda katika shule umesema ni taasisi ambayo inahusika na mafunzo kwa shule. Inahusika na uongozi wa katika elimu. Uongozi katika elimu. Mtu tuambie basi katika shule za kanisa umeona kuna nini kinapungua hadi kama kufanya haya mafunzo? Katika shule za kanisa, kwa sababu lengo la taasisi ya kiserikali ADEM, tunataka katika shule za serikali na sio za kiserikali, hizi shule za kikanisa zitoe elimu bora. Sasa elimu bora inapatikaneje? Kunapokuwa na kiongozi pale juu, kunakuwa na kiongozi ambaye ni mzuri, ni bora. Maana yake na walimu wake watafundisha vizuri. Kama walimu wake watatoa elimu bora, basi wanafunzi watapata elimu ambayo ni bora, ambayo itaenda kulisaidia taifa letu kupata maendeleo ambayo ni maendeleo ya uhakika, maendeleo endelevu, ambayo maendeleo yanaweza kulipeleka taifa letu mbele, Afrika, achana na kutegemea mataifa ya nje. Mpo jimbo la Iringa, labda kuna baadhi ya tayari majimbo mengine yameshapita kutoa elimu hii? Ya majimbo mengine tumeanzia kwa Iringa. Tumeanzia kwa Iringa. Haya mafunzo yameanzia Iringa. Sehemu zingine kwa mikoa mingine hapa nchini hayajafanyika, ila yamefanyika kwa walimu wale ambao ni wanafundisha shule za serikali, wakuu wa shule wanaofundisha shule ambao wako upande wa serikali. Lakini kwa jimbo la Iringa ni sehemu pekee, na tunatoa pongezi kwa kanisa kwa kuona umuhimu huo wa viongozi wao kupata hii elimu ili waweze nao kufanya nini, kuweza kuendesha shule zao kwa ufanisi. Kwa hongera viongozi wa Iringa, ni sehemu pekee kwa nchi ya Tanzania ambayo imeamua kualika taasisi ya ADEM, taasisi yetu, kuendesha haya mafunzo. Okay, umesema upande wa walimu. Vipi kwa upande wa wale wamiliki na mameneja wa shule? Nako mnawaambia nini au mnawaeleza nini katika mafunzo haya? Mameneja wa shule tunawaeleza kuhusiana na ujuzi, yani tunawafundisha ujuzi katika uongozi, ambao ujuzi tunataka wakautumie wanapotawala taasisi zao. Tunawaelekeza jinsi ya kwenda kuishi na walimu wao. Yani kwa mfano tunafundisha namna ya kiongozi aweze kuandaa mpango wa jumla wa maendeleo. Yani kiongozi anatakiwa kuongoza taasisi kwa mipango, kwa sababu kuna viongozi wengine hawana taaluma ambazo zinaweza kuwasaidia kuandaa mipango ambayo inawasaidia kuendesha nini, taasisi zao. Hivyo tunawapatia ujuzi wa kuweza kwenda kuandaa mpango wa jumla wa maendeleo ya shule, aweze kutambua vitu gani kiongozi katika shule yake anavyo, ni changamoto gani ambazo anazo, na anaweza kuzitafutia nini, ufumbuzi. Ushauri wako kwa walimu na mameneja wa shule hasa za kanisa, lakini tukizingatia jimbo la Iringa ambako tumeanza mafunzo haya? Kwa ushauri, tunawashauri kwamba mameneja na walimu wakuu pamoja na hao wataaluma wao waliokuja hapa, sio tunawashauri kwamba hii elimu tunayopatia, zile mbinu tunazowapatia za kuweza kuongoza hizi shule, wakaweze kwenda kuzitumia kule mashuleni. Vile vile sio tu wazitumie kule mashuleni, pia wakaweze kwenda kufanya nini, kuwaelimisha walimu wao, wakawape angalau na wenyewe wawe na nini, na ule ujuzi. Kwa sababu leo meneja ni huyu hapa, unaweza kushangaa mwalimu wake ambaye ni mwalimu wa kawaida, baadaye na yeye akawa meneja au akawa nani, mkuu wa shule. Kwa hiyo uongozi ni kama vile tunapokezana. Kwa hiyo tunawashauri kwamba ujuzi tunaowapatia kuhusiana na uongozi, kuhusiana na usimamizi na utawala wa hizi shule, na wenyewe wakaweze kufanya nini, kupeleka katika shule zao kwa wale ambao wanafanya nao kazi. Asante.